Back to business. Leo tutakuwa na mwendelezo wa deep state, kwa sababu deep state kiuhalisia zaidi ni kigundi cha watu ambao wana influence, wanaelekeza namna gani serikali za kidunia zijiendeshe. Na kwa sisi wa Afrika, kwa bahati mbaya zaidi, hatuna na deep state ambayo ni ya watu weusi. Na kwa sisi wengine tuko tunalilia kwamba ifikie wakati tuwe na deep state yetu. We need to have our own deep state, kwa sababu deep state ndio italeta mwelekeo kwamba the way tumenyanyaswa muda wa kutosha, kuanzia hapo wazungu walikuja Afrika paka leo tunakuwa tumetawaliwa. Inaweza kuwa minyororo ilikatika, inaweza kuwa watu waliacha kupigwa fimbo, inaweza kuwa watu waliacha kusurutishwa kwa nguvu, lakini tunakuwa tumefungwa minyororo kiakili, kiimani, kifalsafa, kikuabudu. So deep state yoyote, iwe deep state hapa Marekani, iwe ya Ulaya, iwe kokote kule, iko na deep state ya deep state. So sisi watu weusi na sisi inabidi tuwe na deep state yetu ambao itatoa maelekezo na kuinfluence wa Afrika. Iwe kama ni kiimani, imani yetu ya sisi wa Afrika iwe vipi? Iwe sawasawa na imani ya wazungu, au iwe sawasawa na imani ya watu wa kutoka Asia, au sasa iwe na amani, tuwe na imani sawasawa na watu wa kutoka hapa Middle East ya Waarabu. Kwa sababu huwezi kuendelea kiimani kama kuko rasi nyingine, ama kuko watu wengine, ama kuko resi nyingine ambayo imejaminishwa kwamba hiyo ndio imepewa majukumu ya hiyo imani. Huwezi kuendelea kiimani, kwa sababu wewe utakuwa mtu wa pili ama mtu wa tatu kwenye hiyo imani. Then tukienda mambo ya utawala, kuna watu ambao wameweka mfumo wao wa kujitawala. Wewe ukiiga huo mfumo, wewe unakuwa mtu wa pili ama watatu kwenye huo mfumo. Kwa hiyo ndio maana unakuta Afrika kwamba tukitaka kuimplement demokrasia inatukujia challenge. Tukitaka kuimplement mfumo wowote ambao ni wa kimagharibi ama ni wa nje, unatukujia nguvu kufanya. Kwa hiyo before wazungu hawajakuja tulikuwa na mifumo yetu ambayo ni ya Kiafrika. Lakini the way gisi dunia sasa hivi imeendelea, makabila mengi yameungana, inabidi tuje na falsafa mpya ambayo itaunganisha makabila zote ambazo kwenye hiyo nchi. Kwa sababu mfumo wetu wa nchi ambazo tuko nazo za Kiafrika ni mfumo ambao wazungu waliudesign pale Berlin. Unaona? Sasa viongozi wote ambao inatakiwa wakae chini ili tuweze kupiga hatua kubwa, kwa sababu ukienda kwenye kila nchi utakuta kuna migogoro na migongano ya maslahi ya makabila, zile makabila kuu kwenye nchi. Utakuta hao wanasema huu rais ni wa kwenu sio wa kwetu, huu kiongozi ni wa kwenu sio wa kwetu. Kwa hiyo mnaweza kuwa mko kwenye nchi moja, lakini nyie wote amjoni kwamba mko kwenye nchi moja. Mmejigawa kwenye makabila. Hata kama mwezi kuongea kwa ndani, ikishindikana makabila mtajigawa kwa dini ama kwa mtazamo wa kifalsafa. Sasa kazi ya deep state ya Kiafrika ni kuhakikisha inatoa maelezo, inatoa mwongozo na ina influence wanasiasa ili kuweza kuwa na siasa na mfumo wa Kiafrika zaidi. Ili tuweze kuendelea inabidi tujikate na hii mifumo yote ambayo imetutawala. Ili tuweze kuendelea na tuwe na uchungu, kwa sababu leo ukiangalia hapa wazungu watalinda maslahi yao kwa aina yoyote ile. Lakini ukichukua kiongozi mmoja wa Afrika kwamba uko na uwezo wa kulinda maslahi ya watu wako wa Kiafrika kiasi gani, itakuwa ngumu. Ni kwa sababu we don't have our own deep state. Kwa hiyo ni wakati wa kupanga kikosi cha siri ambacho kitakuwa kinaratibu
na kutoa maelekezo ni kiasi gani sisi wa Afrika tuishi, ni falsafa gani ambayo inabidi tufanye, ni mambo gani ambayo inabidi tufanye ili tujiendeleze zaidi. Na hapa sasa hivi kuna kwa msukumo wa kuunganisha Afrika. Hiyo deep state ikikaa kwa siri zaidi itasaidia watu kuweza kupiga hatua, kwa sababu kila kiongozi akikaa hapo ataenda nje, atakuja hapa Marekani ama aende Russia ama aende China ama aende Middle East aombe msaada. Kwa hiyo ukitoka nje ya Afrika unaenda kuomba kule misaada, utapewa masharti, utakutana na deep state za huko. Sasa ni wakati wa sisi wa Afrika na viongozi wetu wa Afrika kupanga deep state. Tuwe na deep state yetu ambayo itatuelekeza namna gani tufanye. Na watu ambao inabidi tuwapange wao kwenye hii deep state, weko tu wanajulikana wengi. Tukiwatafuta hapa watu ambao wanachambua siasa ya Afrika na namna gani tunapasha tujikwamua kutoka kwenye mkwamo ambao tuko nao. Kwa sababu tuna mkwamo wa kisiasa, tuna mkwamo wa kiimani, tuna mkwamo wa biashara, tuna mkwamo wa miundombinu, tuna mkwamo wa malezi na shule, tuna mkwamo wa jeshi letu la Afrika. Ni jeshi ambalo lina nguvu, yani power yote ya nje na za kuja na kuharibu. Lakini tukiwa na kikosi ambacho kitakuwa kinalinda Afrika yote nzima, itakuwa hata ngumu hii mifumo ya nje kuingilia kati, kwa sababu kila nchi utakuta zile nchi kubwa kubwa, ukiangalia Nigeria ina vurugu, ukichukua Kongo ina vurugu, ukichukua South Africa ina vurugu. Na hapa sasa wa South Africa wameandamana, wanasema wageni wote warudie kumakwao. Ukiangalia Kenya na hiyo ambayo ni nchi ambayo ina influence ya kutosha, na hiyo ina vurugu. Ukiangalia Tanzania position yake, na hiyo sasa hivi mambo yake sio mazuri sana, kwa sababu wazungu au mifumo hii ya nje haitaruhusu sana zile nchi ambazo zinakuwa na nguvu zaidi, nguvu ya watu na nguvu ya ukubwa na nguvu ya maliasili, hawawezi kuziruhusu sana ziendelee. Hizi nchi nyingine ndogo ndogo wanaweza wakaziruhusu kwa sababu hazina na nguvu kubwa. Kwa sababu leo ukichukulia tu kwa mfano Afrika yetu, nchi ambayo imezuia maendeleo ama ile network ya barabara isiweze kuenea Afrika mzima, kikwazo kikubwa ni nchi ya DRC, kwa sababu DRC haipitiki. Then ukiangalia mlolongo wa viongozi ambao wamekaa kwenye nchi ya DRC, wale ambao viongozi wamekuwa na falsafa ya kuendelesha Afrika na falsafa ya kuendelesha nchi ya Kongo, hawapewi nafasi ya kutosha. Hayati Patrice Emery Lumumba aliuawa, kwa kuja mtu mwingine ambaye alikuwa na uchungu zaidi, anaitwa Laurent Desire Kabila, na yeye alipigwa risasi, hakuruhusu aiongoze nchi ya Kongo. Then kwa kuja mtoto wake ambaye ni Joseph Kabila, amekaa pale kwa muda mrefu kama miongo miwili. Then sasa hivi tuko na Antoine Felix Tshisekedi, ni rais ambaye amekaa na hapa sasa hivi kwenye mula wake wa pili. Na sasa hivi kuna debate Kongo, anasema kwamba aendelee mula wa 3 na wa 4 ama achie ngazi, achie watu wengine watawale. Hiyo ndio siasa ya Afrika. So tunahitaji kuwa na deep state ambayo itatusaidia. Tunahitaji kuwa na deep state yetu kwenye kila ngazi, kwa sababu hizi 3 entities hizi, biashara, siasa na dini, zinahitaji kuwa na deep state ya Afrika. Yani Muafrika leo ukimuuliza, utakuta majority of Africans, ukiwaambia wewe ni nani, atakwambia mimi ni Mkristo, wewe atakwambia mimi ni Muislamu, wewe atakwambia mimi ni Mpentekoste, mwingine atakwambia sina na dini. Ukimuuliza Muafrika falsafa yako ni nini, anaweza kutama falsafa ya kabila lake, ama falsafa ya dini yake, ama mwelekeo wa kisiasa ambao wewe unachukua. Kwa hiyo kila Muafrika anajidentify kama yeye mwenyewe, unaona. Kwa hiyo ifikia hatua ukikutana na Muafrika anakuambia maybe Ubuntu ndio falsafa yetu, naona. Yani tuje na falsafa ambayo ni ya Kiafrika, tuje na mbinu ambazo ni za Kiafrika. Hata kama ukikutana na mzungu, ukikutana na mtu kutoka Asia,
au mtu kutoka Latin America ajue kwamba amekutana na Mwafrika ambaye eko na falsafa, eko na imani yake, eko na uwezo wa kujiendesha. Kwa hiyo deep state iko na side mbili. Advantage ya kuwa na deep state, itakuwa na influence siasa zetu za ndani, namna gani biashara ipigwe, namna gani tujiongoze. Sasa hii deep state ikikuwa ya kwetu, itakuwa na machungu na wananchi wake. Hata kama itatutesa, lakini itakuwa na machungu na wananchi. Ikiwa deep state ya nje, wao wataangalia zaidi ni maslahi yao binafsi. Yani deep state ya nje hiyo inaangalia maslahi yao zaidi kuliko nyie. Lakini tukiwa na deep state ya ndani, itaangalia maslahi ya ndani. Yani tutakuwa na uwezo wa kujidefend sisi wenyewe. Kama leo unaona viongozi wengi kipindi anapokuwa yuko uraiani ama yuko msituni anatafuta power na kukomboa wananchi, akifika kwenye mfumo anakutana na deep state ya nje. Iwe kama ni mambo ya finance, kwa sababu unajikuta pesa ambazo wewe uko naziendesha katika nchi yako ni za nje. Yani wanazikontrol watu wa nje. Mfumo wa kijeshi, japokuwa wao na jeshi, lakini wenye kukontrol hizo silaha nini ni wa nje. Lakini tukiwa na Afrika ambayo imeungana, tunaweza kamua sasa tufanye kiwanda kia silaha ambacho kitaproduce silaha za Kiafrika. Tunaweza kuwa na benki ya Kiafrika ambayo italinda madini na mali asili zote zetu za Kiafrika. Hiyo itasaidia sana. Lakini ikikuwa tu kama ni hizi single countries zianze kufanya negotiation na hizi power za nje, kwa mfano sasa vile nchi kama Tanzania yende ifanye mkataba na Russia ama ifanye mkataba na China, Tanzania itaelemewa. Ikiwa kama ni Lesotho au Botswana au Namibia ama Republic of Congo yende ichukue hapo mkataba na nchi kama Marekani, itaelemewa. Nchi kama China itaelemewa, nchi kama Japan itaelemewa. Lakini Afrika kwa pamoja tukianza kunegotiate na hizi power za nje as a group of countries, hiyo itatusaidia. Kwa hiyo tukiwa na deep state yetu ambayo ni ya Kiafrika, itakuwa pale kulinda maslahi ya watu weusi na itatusaidia sana sisi kupiga hatua. Kwa hiyo viongozi ambao mnanisikiliza, jaribu kujikaza, especially viongozi ambao wana influence kubwa. Viongozi kama wa Kongo, wa South Africa, wa Kenya, wa Nigeria, wa Ghana, wa Cote d'Ivoire. Kuna nchi ambazo zina nguvu Afrika. Zikiungana, zikapanga ka deep state kao, itasaidia sana Afrika. Kwa hiyo deep state ni ya muhimu, kwa sababu ili mtu uweze kuongoza watu inabidi uwe unafanya mambo yako ya siri, tena unaiweka nje. Zile ambazo zinaenda kwa raia zitakuwa zishafanywa kazi hapa ndani. Kwa hiyo tunateseka na kunyanyaswa kwa sababu deep state ambayo inasimamia viongozi wa Afrika ni ya kutoka nje. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na deep state yetu ambayo italinda maslahi ya Waafrika. Nakupenda sana Afrika. Uendelee kusubscribe, kushare, comment, ask questions. Mimi naitwa Kalonde wa Kalonde Mkalai, Mwafrika mwenzako. Asante sana Afrika, wake up.